Mpenzi mfuatiliaji wetu wa chaneli hii ya Lutanana Media Online, leo tunao mkasa wa dada mmoja anaitwa Aisha, na tumekutana naye hapa. Yeye amepitia mambo mazito kiukweli. Ni mkasa ambao kidogo wa kusisimua na mkasa wa kusikitisha, kutokana na kwamba yeye mapito aliyopitia ya kiutafutaji. Alikuwa ni mtu ambaye amezaliwa mikoa ya kusini Kilwa, lakini ameweza kufika hapa Dar es Salaam kwa kuletwa na ndugu yake ambaye atamuelezea, na maisha ambayo ameyapitia huku Dar es Salaam ndo maisha ambayo yamekuwa ni maisha ambayo ya hatari na ya kuingia katika vishawishi ambavyo vimempelekea akawa ni mtu ambaye kila akikumbuka yale matatizo yanamletea simanzi. Kwa hiyo kwa sababu mkasa wake una funzo ndani yake, ameona ni vizuri akashare pamoja na sisi, pamoja na watu wote ambao wanaweza kuwa wafuatiliaji wa channel hii, na yupo tayari kwa ajili ya kutusimulia, na tumeficha uhusika wake kutokana na baadhi ya mambo ambayo nadhani mengine ni ya kiudhalilishaji na mengine ambayo kimsingi yanaweza akamfanya yeye akawa katika hali ambayo si nzuri akijulikana. Kwa hiyo ni haki yake, tumeheshimu hilo, lakini yupo tayari kwa ajili ya kutuletea mkasa wake, mapito yake magumu ambayo amepitia. Kwa hiyo rasmi sasa namkaribisha tuweze kuanza kumsikiliza. Karibu, kaa nasi. Okay? Kwa hiyo Aisha, nadhani sasa ni wakati wako sasa wa kuweza kutuelezea simulizi yako na mkasa wako huu mzito ambao imekupendeza wewe pia na wenzako na wakafahamu. Kwa hiyo nikukaribishe rasmi, labda kwa kuanza utuambie labda wewe historia yako kwa ufupi, majina yako kama utaona inafaa, na utuelezee mwanzo mpaka mwisho, mpaka sasa unaishi vipi, unaishi wapi, ili tuweze kujua hasa kiundani. Kwa hiyo nikukaribishe, kuwa huru, karibu. Okay, tuanze kwa kufahamu majina yako kamili. Kwa jina naitwa Aisha Abdalla, ni mkazi kwa sasa hivi nakaa Mwananyamala. Mwananyamala. Okay. Tunaweza tukaanza sasa, labda utuambie ukiwa mdogo maisha yako yalikuwa ni wapi, na mpaka imefikia sasa hatua hii, kwa sasa unaishi Mwananyamala, Dar es Salaam. Mkasa wako ni upi? Yale magumu yote uliopitia kama ambavyo ulinisimulia off camera, sasa unaweza ukatuambia tuweze kujua. Karibu. Asante. Mimi ni Aisha Abdalla, ni mkazi wa Kilwa Masoko. Nilikuwa ninakaa Kilwa Masoko nyumbani kwetu na shangazi yangu mdogo. Nilipo hapo na miaka kama 16. Kuna mama alikuja, alikuwa anatafuta wafanyakazi kama watatu. Tukapatikana, nilipo mimi na wenzangu, yani wa kijiji kwa iko kimoja. Tukapatikana pale, tukachukuliwa, tukatoa nauli, akatulipa nauli, akalipa ndugu zetu na hela, akasema mnaenda kufanya kazi za ndani. Kweli tukakubali, na shangazi yangu akakubali, na wenzangu ndugu zake wakakubali. Tukaondoka tukaja mpaka Dar, tukafikia Mwananyamala. Kufika Mwananyamala kwa huyo mama, tulikaa na mama kama wiki. Endelee. Tulikaa na huyo mama kama wiki. Ilifika ile wiki tulikuwa tunakaa naye vizuri tu, tunakula na tuvalisha nguo, tunapendeza, tunaenjoy maisha mule ndani Mwananyamala. Yule mama akaja akasemaje, nimechoka kuwalisha, kuwavalisha, natakiwa mnipambanie wenyewe. Sasa sisi hatujui. Tukamuuliza vipi mama, akasemaje, nyie mtaona tu, subirini kinachotokea. Ndeni mkaoge, tukaoga, tukamaliza, akatupeleka saluni yeye mwenyewe mama. Tukapeleka saluni, tukavaa, tukapendeza, akatuvalisha kila kitu, akatuweka chini, tukamaliza, akatulisha vizuri, tumekula tumeshiba. Akaanza kutuambia, msinione mimi hapa navaa na kula na hela na gari, kaona labda hela hizi nazipata kiulaini.
huku mjini mnatakiwa mpambane. Mmetoka kijijini, sikuja kutafuta maisha, mwasaidie wazazi wenu. Tukaitikia ndio. Akasema basi mnatakiwa mpambane, mwasaidie wazazi wenu ili mwatumie hela. Tukauliza sasa hapo mama tunafanya kazi gani? Akasema yeye subiri nitahadisia kidogo mdogo. Tumekaa pale, akaanza kutuambia mnatakiwa mfanye hiki na hiki, kinachoamrisha mimi ninamtekeleza, la sivyo mtanilipa gharama zangu nilizowatoa kwenu kijijini na pesa zangu nilizowapa ndugu zenu. Kiangalia hela hatuna na tumefikia kwake, ni wageni Dar es Salaam. Haina jinsi, tukaa tunamtulia tunamsikiliza. Na siku akaja na wenzake mle ndani, ni marafiki zake, wengine ni wanaume ambao watu wajui, sina kuja pale wakatuita, tukaa kwenye sofa, alituita wote watatu. Taja majina kama unaweza kutaja, unaweza kutajia. Kuna Aisha, ili atajisikia vibaya. Inaweza ikawa si tatizo sana kwa sababu kwanza wewe uhusika umeziba, lakini pia na hata ukitaja jina la mtu majina pia yanafanana sana. Kwa hiyo inaweza isiwe tatizo. Tatizo labda ni kutaja majina yote matatu ya mtu. Kwa hiyo tunaweza tukaendelea. Haya. Kopo mimi na Aisha ndo mimi na mwingine na Adija, mwingine wote tunajibadilisha jina. Mwingine mlikuwa wangapi? Watatu. Wote mlitoka Kilwa, aliwatoa Kilwa. Na wote mlikuwa mkiishi pamoja Kilwa. Ni kama hivi, mimi nakaa nyumba hii na mwenzangu anakaa nyumba ila tunafahamiana. Okay, ni majirani. Sawa, tunaweza tukaendelea ulipoishia. Kweli akatuita tukakaa pale ukumbini kwenye sofa na wavulana nao walikuwepo. Tunasikia kauli yake anasema, chagueni hapo mnayemtaka. Sasa tujue nini anachagua, labda anemtaka, tujaelewa nini maana yake. Akatukia mvulana akasema mimi namtaka mwenzangu mimi, sasa mimi namtaka huyu mdogo mdogo, maana ndipo yani ile kale la pishana pishana. Namtaka mimi huyu mdogo mdogo ndio mwenzangu mimi Hadija. Yule mama naona anahesabiwa hela, anaambia yule mvulana unanigia bei gani? Yule mvulana anamwambia mimi nakupa 50,000. Ongezea hii mali mpya. Station hawa watu wadogo wadogo, sio wao wenyewe unaona mzigo mpya kabisa huu hujachezewa yani. Yule kwenda huko na huko akaambia basi nakuongezea 50,000 itakuwa laki. Akakubali yule madam wetu yule mama. Kweli kale mdogo wangu akaondoka mule ndani, yani ana chumba chake. Akaingia naye ndani, kuingia naye ndani. Sasa mimi tumekaa pale ukumbini tunasikia makelele, wengine akaanza kama kutushikashika sisi wawili tulobaki. Yeye madam anakuambia tulieni, mnaogopa nini? Nyinyi kipi msichokijua hapo? Hem, tulieni hapo. Talipa hela zangu zote nilizowatoa kijijini kwenu huko. Naona sasa labda ungewaelezea vizuri watazamaji waweze kuelewa. Kwamba usifiche sana. Okay? Kwa hiyo alimuuza maana yake ile rafiki yako kwa shilingi 100,000. Okay? Tofauti na matarajio yenu mlipokuwa mmetoka Kilwa, alikuwa amewaambia mnakuja kufanya kazi gani? Sisi tuliambiwa tunakuja kufanya kazi za ndani. Tumeambiwa tunaenda kufanya kazi za ndani, mtakaa kwangu, mtaishi kwangu. Na hela mshahara nitakuwa natumia wazazi wenu, na namba alichukua. Matokeo yake ndio mnaona sasa ameanza kuwauza. Okay, tuendelee pale ambapo alimchukua rafiki yako na akamkabidhi kwa yule kijana. Okay, tunaweza tukaendelea pale. Ilikuwaje na nini kiliendelea? Rafiki yangu aliondoka ndani mule na huyo kijana. Walipoingia ndani, sisi tukawa tunasikia makelele, tulibaki pale ukumbini. Maana rafiki yangu ni mara yake ya kwanza anaenda kufanya jambo lile. Akapiga makelele sauti. Yaani alikuwa hajawahi kuingiliwa na mwanaume. It's okay? Alikuwa ni bikira. Sawa. Alikuwa anapiga makelele. Mara yule baba anatoka, tunamwona hapo kutumbo wazi, anafunga suruali yake. Na sisi kuingia ndani tukamkimbia rafiki yetu. Tunamkuta madam naye kaingia ndani, itabidi atutoe sisi, anamfokea kwa sauti kubwa. Unalia nini? Wewe ndo mara yako hapa unafanya hivi vitu. Mbona za kawaida tu? Unachogopa wewe nini? Akachukua mkanda
anamtandika, yani umemtia aibu, umedhalilisha kwa bosi wangu. Kwani unajua kufanya hivi vitu? Huyu hapo ndio ushakuwa mkubwa. Akatutuma sisi mmoja hapo, chukeni maji ekeni chooni, mpelekeni mwenzenu akaoge, abadilishe na nguo. Kweli tukatikeleza, tukachukua maji, tukampeleka rafiki yetu chooni. Rafiki yetu akawa analalamika naumia, sisi tukamwambia pole. Tukaenda hapo tukamaliza, akaja tukamvalisha nguo rafiki yetu ndani, tukafanya tukakaa tunasema mambo mengine. Akaa analia. Yule mwenzetu kama kulikuwa na hasira fulani mmoja wetu. Huyo aliyefanyiwa hivyo mwingine akasema mimi siwezi kukubali, lazima nitoke hapa nikamfuate madam, nimwambie ampigie mama simu anirudishe mimi nilipotoka. Mimi nikamwambia huwezi kwenda kumfuata, atakupiga. Maana tulikuwa tunatishwa kupigwa, sasa tunaloeshwa na maji, nguo nzima, mwili mzima, anatutanika mikanda. Ambia huwezi kumfuata, atakupiga. Kweli nilikupumbisha, akamfuata madam. Madam alikuwa ukumbini, akaambia madam na maongezi na yeye. Madam akaambia kaa hapo useme unachokitaka, usiniambie ila ujinga wako. Kweli akaanza kumwambia madam, nilikuwa na shida kuongea na baba yangu, nimpigie simu nataka nirudi nyumbani. Madam akaambia unataka kurudi nyumbani, niwekee langu hapo na gharama zangu za nauli za kutumia, niwekee hapo mezani, nimpigie simu baba yako urudi kwenye. Kiangalia hela hana. Akaa analia. Madam akamfukuza, akamwambia tena natoka nisije kukata kichwa hicho. Unaweza kanilipa gharama zangu wewe? Muongee na baba yako yeye nani? Kama nani baba yako naongea naye mimi namtumia hela mimi. Kweli akarudi ndani akaa analia. Madam kanifukuza, akaniambia hivi na hivi. Sasa imeenda siku nyingine ya pili yake. Naona watu wanakuja ndio hivyo ndio tabia yake hivyo. Akitoka yeye anakuja na wageni. Wageni ni wanaume saa nyingine na marafiki zake mashangingi wengine. Wanakunywa pombe ndani, wanavuta sigara, sijazoea hivyo vitu. Muda ukifika ushalewa anatuita. Njooni hapo ukumbini, tunatoka tunakaa ukumbini. Wenzao anaambia sasa waenzi. Haya chagueni hapo mnamtaka hapo mgera wangu. Siku ile akachagua yule mwenzangu mimi. Mmoja hapo kati ya tatu, mmoja hapo akachaguliwa. Kaenda naye gesi yake nikupo humo ndani. Nyumba yake hiyo ambayo yeye anaishi huko. Nyumba nzuri kubwa. Amepanga nyumba nzima. Okay. Akamchagua. Aje labda kulikuwa kuna chumba maalum ambacho labda ndo anakitumia kwa ajili ya shughuli hiyo. Ndiyo, chumba maalum ndipo ndo anakitumia, ndo ambacho ndo tunalala sisi. Ambacho nyewe mnalala. Na ndo hicho anafanyia mambo yake. Kweli katika hapo akamchagua rafiki yangu. Sasa mimi sijajua yule rafiki yangu itakuwa alizoea au hajazoea. Rafiki yangu akaenda na mwanaume ndani. Kama alikuwa anakatakata, madam akampiga kibao. Akamwambia unaweza kunipa hela yangu mimi hapa. Kweli akaingia ndani, yule baba akatoka. Tunamwangalia yule baba anatoka. Anafunga vile nguo zake, anavaa vizuri. Ambia huyu mchumba mzuri sana, ni wa kumua kabisa. Madamu ni begani. Madamu anaongea na baba kwa kufaa huko anacheka. Tutaongea bado, ngoja kwanza nirudishe nusu ya sala zangu. Ndio atajua nusu sala. Toka hapo akasema nendeni ndani. Kazi yenu ishaisha. Kuondoka ndani. Siku nyingine akatuweka pale nje tumekaa. Akaambia mshaikunywa hivi vitu. Hapo wajaja na wageni. Tukamwambia hatuja. Gani vitu gani? Pombe. Na mlikuwa hamjawahi kunywa pombe? Okay. Natumiaga hivyo, alikuwa kuna pombe pale, Vans bibia, na sigara na mabange. Nisha kutumia hivyo. Sisi tukawa tunakataa, sija kutumia hujai. Akasema basi leo ndo mtawahi. Ndio mnajifunza mdogo mdogo mtazoea. Kweli akatugia pombe akatumiminia. Kila mtu na glasi yake. Sasa pinduka tujazoea pombe, tulikunywa glasi moja tu. Tukaanza kucheka yaani tulishasahau kama tunapitia mateso. Kajisahaulisha shida kwa muda. Cheka tunafurahi. Yaani unajua pombe ni glasi moja mpaka tumekuja kuendea tumejikuta tumelala pale pale. Tutakuja kuamka asubuhi. Madamu anatuamsha na maji.
mmesahau wajibu wenu, mmekuja humu ndani kufanya mpaka sasa hivi mmelala, wakati yeye ndio alitupa pombe.